Ninamshukuru Mungu sana kwa neema yake, yule ambaye ametuhudumia katika ibada hii na kulituma neno lake kwa ajili ya kuganga majeraha ya ndani, lakini pia kuleta reconciliations, mapatano na kupatanishwa sisi kwa sisi kwa neema ya Kristo na kwa nguvu ya msalaba. Mabibi na mabwana, Biblia inasema katika siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Na upendo wa wengi unapoa kwa sababu ya usaliti na maumivu. Na sijui kama unafahamu juu ya kutendwa vibaya, na ni namna gani ambavyo unaweza ukaondoka kwenye hicho kifungo cha mtu aliyekufanyia vibaya. Kuna watu ambao saizi wako India wanabadilisha figo kwa sababu ya mtu ambaye amemletea stress kazini. Yupo saizi ana kliniki ya kwenda kubadilisha damu kwa sababu kuna mtu ambaye amemletea maumivu katika maisha yake. Vipi kuhusu watu wanaomeza dawa za pressure na sukari, na anapomeza dawa anajua ugonjwa huu ni fulani, ni mume au ni mke au ni mtoto au ni mfanyakazi mwenzangu, ni bosi wangu ameniletea msongo. Vipi kuhusu watu wanaokwenda kuhudhuria kliniki asubuhi ya leo ya afya ya akili kwa sababu umetendwa? Kuna kuumizana hapa duniani sijawaiona. Na Biblia inasema makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa ajili yake. Sijui kama umewahi kutendewa nini kwenye maisha ya kwako. Umefanya mema ukitarajia mema na badala yake akaja mabaya. Vipi kuhusu mtu ambaye anatumia dawa za afya ya akili na hata asubuhi ya leo anaenda kliniki kukutana na profesa wa psychiatric kwa sababu ya msongo wa mawazo ambao amesababishwa na mfanyabiashara mwenzake? Alimwamini, amempa fedha, amsaidie India, amsaidie China, amsaidie Uturuki au biashara za hapa nyumbani, local business, na amemrusha fedha, amemgeuka, amemjeruhi. Vipi kuhusiana na majeraha ambayo tunakutana nayo katika maisha ya kawaida kwenye jamii? Na leo jamii imebeba maumivu kwa kiasi gani katika maisha ya watu? Kwa hiyo wiki hii ni wiki ambayo tunapata nafasi ya kutafakari kifalsafa. Lakini asubuhi ya leo labda nikusaidie tu katika falsafa ya maisha. Kuna mambo yanayofaa kusamehe, unaweza kusamehe. Na kuna mambo ambayo hayafai kusamehe, hata ukikazana kusamehe haitokeagi. Sababu unasamehe saa hizi saa 12 kwenye ibada ya morning glory, haijafika saa 3 yamerudi mara 7 kama si mara 9 90. Lakini kuna mambo mawili katika falsafa ya kusamehe, kwa sababu msamaha ni kwa ajili yako wewe binafsi. Na tunasema kama hauwezi kusamehe basi dharau. Kuna two ways. If you can't forgive, please just ignore it. Na mimi nimeona yale maumivu makubwa. Kwa mfano, kijana amekushikilia kwenye uchumba bandia. Umechumbiwa na watu wa maana, lakini kwa sababu huyu alitangulia ukamweka mbele. Ghafla unaona kwenye mtandao picha za harusi. Hapo majeraha wa namna hiyo. Na umeshamtambulisha kwenye jamii, ameshakucheleweshea maisha yako, ni binti uko kanisani.
Alafu unaona kwenye mapicha kule kwenye mtandao ameoa au amevalisha pete. Maumivu haya ni maumivu ambayo wanawake wanafikiri, yani binti anaona wanaume wote ni wabaya hapa duniani. Yani kila akikutana na ndevu anaziona mkosi vibaya mno. Lakini si kweli kwamba wanaume wote ni wabaya wala wanawake wote ni wabaya, lakini ni huyo mmoja. Na namna gani unaweza kufanya? Inawezekana ukashindwa kutoa yale maumivu yaliyoko ndani kwa sababu ya ukali na jinsi ulivyodhalilika. Lakini just ignore. Kama hauwezi kusamehe, dharau kwa sababu ukiendelea kuaju na kuyabeba kwenye maisha ya kwako, yanapoteza muda wa kwako wa kufanya mambo mengine kwenye maisha ya kwako. Na kuna vitu vinaweza vikastaka. Mungu ni wa milele, na yeye anasema ninasamehe dhambi zenu kwa ajili yangu mimi. Mungu ni Mungu anayesamehe uovu kwa ajili yake, si kwa sababu ya kwa sababu yake. Na mimi nafikiri kwa ajili ya afya yako, kwa sababu kutokusamehe kuna sonona, kunaleta msongo mkubwa wa mawazo, na saa zote unajisikia maumivu ya ndani yanayosababisha ukuaji wa brain yako na uwezo wako wa kufanya mambo yasitokee. Na unaweza ukafika mahali ukapata maradhi makubwa na magonjwa yasiyoambukiza, ama magonjwa ya pressure, magonjwa ya sukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, kwa sababu ya kushindwa kusamehe kulingana na maumivu ambayo umekutana nayo. Na yote haya, magonjwa haya, asilimia karibu 90 yanasababishwa na msongo mkubwa wa mawazo, stress. Na stress haya yanatokana pia na maumivu. Kwa hiyo kuna watu wako hapa ambao unashindwa kufanya maamuzi, unashindwa kuendelea na maisha ya kwako ya kibiashara kwa sababu unaumwa mtu, na mtu anauma vibaya. Nilishawaambia tena, yani shida yako dada yangu, wewe unaumwa mtu, na mtu anauma vibaya. Uumwe na malaria kuliko kuumwa mtu. Fanya mchezo na kuumwa mtu nini? Ukifunga macho huyo hapa, ukilala huyo hapa, ukiamka huyo hapa, ukienda kazini huyo hapa. Ukisema leo nina mpango, mimi ni designer, nataka kudesign kitu fulani, ukichora na penseli hujafika mwisho, huyo hapa. Unaumwa mtu. Unaumwa mtu. Unaota mandoto ya mauzauza, unapungua uzito, unahudhuria kliniki, yani unajisikia kama ulazwe. Lakini ukifika daktari anakuambia haumwi chochote. Mimi nakwambia daktari ameshindwa kukuambia tu, wewe unaumwa mtu ambaye amekujeruhi moyo wako, umeshindwa kumwachilia, unaumwa mtu. Na hakuna ugonjwa niliwahi kuona duniani mbaya kama kuumwa mtu. Unasikia kila saa umtaje, kila saa uelezee jinsi ambavyo amekuumiza. Unaumwa mtu. Wengine tumeumizwa sana tu, wala sio kidogo. Lakini Mungu alichotufundisha ni kile ambacho naweza nikakuambia na wewe, ya kwamba ukishindwa kusamehe, dharau, ignore. Sema tu maisha yangu yana thamani kuliko haya. Tena kuna wengine hapa, watoto wa kwako wanakutarajia. Watoto wanakuona we ni baba, we ni mama. Kuna wengine hapa wazazi wanawaangalia, wamewasomesha kwa gharama. Wanakuangalia kama binti, kama kijana, wanatazamia uwazike. Halafu umekutana na binti au umekutana na kijana hapa na tamaa zake, basi unaumwa mtu. Umemsahau mama yako alikusomesha. Wengine ni mama mjane amekusomesha na chenchi ya jeneza la baba yako. Wewe bado fulani, wewe upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. After all, hawa watu wote mliokutana mjini mkaumizana, mmekutana mjini na mnaweza kuachana mjini na hamja. Oh my God. Yani sio mtu ambaye wakivyo. Kuna mwingine anakuambia alikuwa shosti yangu, siku hizi anitumii message. Yani ukikwambia hakutumii tena message, amelefti, hana mpango na wewe, basi jamani, unajua mimi alikuwa asubuhi, wakazi gani? Let them go.
waache waende. Mungu ataleta wengine na Mungu atakuinua. Mungu alimwambia Ibrahimu, ninataka kukubariki, lakini lazima niondoe baadhi ya watu kwenye maisha ya kwako. Kwa hiyo Mungu akitaka kukupeleka kwenye level nyingine, wakiona watu wana lefti, let them go. Mungu ana watu na Mungu atakuinulia wengine. Alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Basi unaumwa mtu siku hizi, sijui nimemtumia message, nimeona kabisa ameisoma lakini hajanijibu. Anaumwa mtu huyo asubuhi ya leo, upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amejibu, hajajibu, maisha yanaendelea, chai kwa maharage, haleluya, kiporo kwa kwenda mbele na maisha mengine yanaendelea. Hatuna mpango huo wa kujaribu amenionaje, amenisikiaje, labda amenichukuliaje, labda wewe wa nini? Amekuchukulia anavyokuchukulia. Ni bosi wangu, sijui sasa hivi ananionaje, sijui amepata fitina gani. Ameipata, atajua mwenyewe. Wewe endelea kuchapa kazi. Hiyo fitina ni ya kwake, huo umbea ni wa kwake. Hiyo hapana nayo. Sijui atakuwa ameambiwa nini, sijui atakuwa ananionaje. Anakuonaje? Jiangalie kwenye kioo, alafu mshukuru Mungu ulivyoumbika kwa namna ya ajabu, alafu mwambie Bwana asante kwa ajili ya zawadi ya maisha, alafu endelea mbele. Huyo anayekuona atakuona anavyokuona kwa jinsi alivyoelezwa na kwa jinsi anavyotaka kukuona, lakini Mungu ndiye anayekuona kutoka ndani, anayeweza kuchunguza moyo. Na oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Yaani kuna watu ambao unajionea shaka. Unajua sasa hivi tunaishi kwenye ulimwengu wa machawa na ulimwengu wa uchawa. Kwa hiyo haijalishi chawa wameenda hapo wametengeneza moyo wa bosi wako kiasi gani, let them go. Tutajuliana huko mbele ya safari. Black is black, white is white. Muda utasema, na nafasi ya Mungu aliyotupa ya muda utaongea. Kifika hapo atajua black na atajua mbivu na mbichi. Lakini usikae na sonona ya kuumwa watu. Jamani, unaumwa watu. Huko India mandege yanajaa, watu wanaenda kubadilisha figo, watu wanasafiri kwenda Ulaya kutibiwa na Marekani na India kwa sababu ya magonjwa. Watu wanaumwa watu. Na mimi nataka nikuambie, Mungu alisema katika neno lake, jihadharini na wanadamu. Hakusema tujihadhari na nyoka wala tembo wala simba. Alisema neno moja tu, jihadharini na wanadamu. Raha jipe mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Na mimi ninakubariki asubuhi ya leo. Hata kama umeshafika mahali pa kuwa na kutumia vidonge vya presha na wakati mwingine magonjwa makubwa ya figo, ninakutangazia uponyaji na upone ugonjwa wa kuumwa watu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wachache waseme amina.